Karibu mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili. Kama ilivyo kawaida yetu kila siku kukuletea habari mbalimbali, na leo tena tumekuletea hii ambayo itakugusa kwa namna moja au nyingine. Familia hii tumeweza kuitembelea mara 3. Mara ya kwanza tuliwakuta wakiwa na hali ngumu mno, lakini tukarudi mara ya pili kuwafanya wawe na tabasamu. Lakini baada ya kurudi mara ya 3, kiukweli mioyo yetu ilituuma sana. Nadhani hata wewe pia utaguswa kwa kile ambacho kilitokea kwa familia hii baada ya kuwatembelea kwa mara ya 3. Na kusihi usikilize hadithi hii mwanzo mpaka mwisho. Response na Pauline ni watoto kwenye familia hii. Watoto hawa wana uzito usio wa kawaida. Mtoto wao wa kwanza ambaye ni wa kiume mwenye umri wa miaka 5 ana uzito wa kilo 100, yaani ni sawa na paundi 220. Na mtoto wao wa mwisho ambaye ni msichana aitwaye Pauline mwenye umri wa mwaka 1 ana kilo 30 ambazo ni sawa na paundi 66, na huenda akawa ndo mtoto mdogo mwenye uzito mkubwa zaidi duniani. Wingi wa kalori kutoka kwenye vyakula na vinywaji ndio sababu kuu za unene wa watoto, lakini sababu za kijenetiki na homoni pia zinaweza kuchangia tatizo hilo. Unene wa watoto husababishwa tu pale endapo wanakuwa na mafuta mengi mwilini. Ni vyema kuwasaidia watoto kuepukana na tatizo hili kwa kuzingatia mtindo wa maisha katika familia, hususan kwenye swala la vyakula. Mtoto wangu wa kwanza alizaliwa bila shida yoyote ile, lakini alikuwa akiongezeka uzito kila siku. Kiukweli na sisi tulishtushwa sana baada ya kuona hili, na tulikimbia kwenda hospitali mbalimbali. Yaani tulihangaika sana kutoka hospitali moja hadi nyingine, lakini madaktari walituambia kuwa mtoto wetu hana ugonjwa wowote ule. Mtoto wetu wa kwanza alizaliwa akiwa na kilo 2.5. Mwanzoni baada ya kumzaa alikuwa na umbo la kawaida kabisa, lakini kati ya miezi 6 hadi 9 hivi mambo yalianza kubadilika, kwani alianza kuongezeka ukubwa siku hadi siku, na mpaka kufikia miezi 9 tu mtoto wangu akawa tayari ana kilo 30, yaani paundi 66. Na ndipo tulipoanza kumpeleka hospitali mbalimbali, na sasa ana umri wa miaka 5. Uzito wake umeshafikia kilo 100 sasa. Kila nilipokuwa nikimpeleka hospitalini, yani nikihudhuria kliniki kwa ajili ya chanjo, wakati wa kumpima uzito nilikuwa naona kabisa ongezeko kubwa la uzito wake. Alizaliwa akiwa na uzito mdogo, na katika miezi yake 4 hadi 5 alikuwa akiongezeka uzito kwa hali ya kawaida kulingana na ukuaji wake, lakini kuanzia miezi 6 hadi 9 alianza kuongezeka uzito kwa hali ya kushangaza. Yaani hata nikiwa nimekaa naye tu nilikuwa nikiona kwamba ameongezeka uzito kilo 1 au 2 hivi. Hivyo tukaona kuna umuhimu mkubwa kuanza kwenda hospitali ili tuweze kupatiwa msaada wa kugundua ni kitu gani ambacho kinamsumbua mtoto wetu. Lakini matokeo yake tukuweza kupata tulichohitaji. Twaje dusanga mdogiteri yagiye hanze. Kuna hospitali moja hivi tulikwenda na tulielezwa kuwa daktari anayehusika na matatizo ya homoni ndiye mwenye uwezo wa kumsaidia mtoto wetu. Na kwa wakati huo hali ilikuwa mbaya zaidi, kiasi kwamba mtoto huyu hakuwa na uwezo wa kusimama au hata kutembea peke yake. Lakini hapo hospitali walituambia kuwa daktari huyo alikuwa na likizo ya mwezi mmoja, hivyo wakatupa namba yake ya simu ili tuweze kumpigia. Tulisubiri hadi ukafika mwaka mmoja, miaka 2, na ulipofika mwaka wa 3 tulikata tamaa na hatukumpigia tena. Baadaye kwa neema ya Mungu mtoto alisimama na kuanza kutembea peke yake, na kwa bahati mbaya tulikosa bajeti ya kurudi tena hospitalini. Yagenda agakuruza ikibuno gucya agakuruza iki. Kipindi hiko alikuwa anazunguka kama mtoto mchanga, ingawa alikuwa na miaka 3. Fikiria, mtoto wa miaka 3 lakini bado alikuwa akitambaa kwa magoti. Tulikuwa na wasiwasi kwamba tusingeweza kumfanya asimame na kutembea. Tulilazimika kumfanyia kila kitu, maana alikuwa hana uwezo wa kufanya jambo lolote lile. Yaani iwe ni kwenda kitandani au mahali pengine, alichokuwa anaweza kufanya ni kutazama tu kwa macho yake na si kufanya mambo mengine. Majira ya asubuhi nilikuwa nikimwamsha kisha ninamweka karibu yangu huku nikiendelea na shughuli zangu hapa nyumbani. Baada ya kutambaa kwa muda mrefu, miezi michache baadaye alijaribu kusimama kwa kushikilia mti ili uweze kumpa balansi ya kusimama, lakini alikuwa akiniambia kwamba anachoka sana, na mimi nikawa ninamsaidia kusimama. Nyine turabaga tubiki n'igitangaza cy'Imana kuko umwana w'umuntu we yarananiwe.
Na alipofikisha miaka 4 alisimama na kuanza kutembea. Tulimshukuru Mungu na tukabubujikwa na machozi ya furaha. Tulishuhudia muujiza huo kwa macho yetu wenyewe. Tulifurahi sana kwa sababu tulikuwa tumeshapoteza matumaini. Hatukuwahi kufikiria kama angeweza kusimama na kutembea kwa miguu yake mwenyewe. Tulisherekea sana na siku hiyo tuliiweka kama kumbukumbu kwenye maisha yetu. Tulimpeleka hospitali mbalimbali, lakini hakuna daktari aliyeweza kumsaidia. Tulikuwa tumeenda hospitali za umma na binafsi, lakini bado hakukuwa na matokeo mazuri. Kiukweli kiumbo alikuwa ni mkubwa sana, lakini alikuwa anaweza kusimama peke yake. Alikuwa mkubwa kiasi kwamba mtu mmoja asingeweza kumbeba peke yake, na kuongea ni moja ya mambo anayoyachukia sana. Uzito wake ni sawa na jumla ya uzito wa watoto 6 wa rika lake, kwa maana yeye ana kilo 100 na hana dalili ya kupungua. Kwa mujibu wa wazazi wake, wanahofu kuwa atakuwa mtu mzito zaidi duniani katika miaka ijayo. Baravuze cyane, bavuga ibintu byinshi. Majirani walisema maneno mengi na wamekuwa wakiongea na kusema mambo ya kushangaza kutuhusu, na hiyo yote ni kwa sababu ya unene wa mtoto wangu. Na majirani wanasema kwamba kwa sababu ya watoto wangu kuwa hivi, wanasema kwamba familia yangu imetupiwa mapepo, na pia walisema kuwa mume wangu alikuwa ameoa mwanamke aliyelaaniwa na ndio maana ninazaa watoto wasio wa kawaida. Majirani wamekuwa wakinikandamiza kwa namna moja au nyingine, na wanasema kwamba mimi ndio sababu ya matatizo yote. Walimwambia mume wangu kuwa ameoa mke ambaye sio sahihi na alipaswa kuoa mtu mwingine ambaye hana laana. Watu mbalimbali hawakutaka anioe mimi, yaani walitaka aoe mwanamke mwingine, lakini mwishowe alinichagua mimi. Ninaweza kusema kwamba watu hao walikuwa na wivu, maana walikuwa wakinichukia vibaya mno, na siku zote wamekuwa ni watu ambao wananihukumu kwa maneno yao, lakini mimi sijali maneno yao kwa sababu mume wangu ananipenda sana na hatuwezi kuachana. Umuntu wese kwa kubonye akabona ari kumwe n'umuntu w'umukobwa abazi ko ndo uzanamushaka. Lakini ukweli ni kwamba mtu anaweza kuwa na wasichana wengi, lakini hawezi kuwaoa wote. Hivyo ni lazima achague ambaye atakuwa sahihi kwake kumuoa. Hivyo mimi sina wasiwasi kwa kuwa tunapendana kisawasawa. Tunachojua sisi kinachowasumbua watoto wetu ni tatizo la kiafya tu, na tunamtegemea Mungu na hatukuwahi kwenda kwa waganga wa kienyeji, bali tulikuwa tunakwenda hospitali siku zote. Ingawa hospitali hakukuwa na matunda yoyote, tunaamini siku so nyingi watoto wetu watakuwa sawa. Siku zote tulikuwa na wasiwasi kuhusu maisha ya watoto wetu, lakini mwisho wa siku tuliacha kuwa na wasiwasi. Tulishazoea kumwona akiwa hivi. Maombi yetu ya kila siku yalikuwa ni kumwona mtoto wetu akitembea kwa miguu yake mwenyewe, na tunashukuru Mungu maana mwisho wa siku alifanikiwa kutembea. Kumpeleka hospitalini ni changamoto kwa sababu ni mbali mno, na pia huwezi kupata gari lolote la kumchukua kutoka hapa, na zaidi ya yote huwezi kumbeba peke yako. Ni vigumu kwa sababu ya uzito wake, yaani inabidi uwe na watu 3 wanaoweza kumbeba kutoka sehemu moja hadi nyingine, kwa sababu kutembea umbali mrefu ni changamoto, na akitembea anachoka haraka. Mtoto wetu wa pili Pauline pia ana matatizo hayo hayo. Kwa sasa ana kilo 30, yaani takribani paundi 66. Pia ni mzito kwangu kumbeba mgongoni, yaani kama ilivyo kwa kaka yake. Na kama Pauline anakuwa amelala, basi siwezi kumbeba na kwenda naye mbali, inabidi niwepo naye hapo hapo. Mke wangu hafanyi kazi, yuko nyumbani akiwalea watoto wetu. Mimi ndiye ninaenda kutafuta chochote cha kufanya ili kulisha familia. Ingawa kazi yangu ni kuungaunga, nimekuwa nikijaribu kufanya kazi yoyote inayokuja mbele ya macho yangu ili kupata riziki. Kulingana na uzoefu wetu, tumetembelea madaktari mbalimbali na kupewa matokeo yale yale. Kwa mimi ninahisi ni namna tu hospitali zetu zilivyokuwa na viwango vya kutibu baadhi ya magonjwa, na ndio maana imekuwa ni ngumu sana kutatua tatizo la watoto wetu. Tunahitaji matibabu ya kisasa kwa watoto wetu ili waweze kupungua unene, lakini madaktari wetu wa hapa hawawezi kutusaidia kwa chochote. Tumefanya kila namna ili watoto wetu waweze kutibiwa, lakini ilishindikana. Maana tulikwenda karibu kila hospitali, lakini hakuna mabadiliko. Kudufasha wenda tukareba uko byagenda kuko
ubwo natwe no kubatunga baba ari ikibazo. Tunahitaji msaada kutoka kwa watu ili tuweze kuwapeleka watoto wetu nje ya nchi kwa ajili ya matibabu zaidi. Kwa upande wao, waliuza mali zao nyingi na kulipia matibabu ya watoto wao, lakini hakukuwa na matokeo chanya juu ya matibabu hayo. Ndio maana waliomba msaada ili watoto wao wasafirishwe kwenda nje ya nchi kwa ajili ya matibabu, na pia waliomba kwamba kama kuna daktari yoyote anayeweza kuwatibu watoto wao basi ajitokeze. Familia hii ina watoto wenye uzito kupita kiasi, wanahitaji matibabu ili kupunguza uzito huo, lakini katika mazingira yao huku hakuna daktari yeyote ambaye ameweza kufanikiwa kuwatibu. Na kinachoweza kufanywa ili kutatua tatizo hilo ni kuwasafirisha kwenda nje ya nchi ili kupatiwa matibabu ya hali ya juu. Mpenzi mtazamaji, familia hii tuliitembelea mara 3. Hii ilikuwa ni mara yetu ya kwanza. Kuna mara ya pili na ya 3. Mara ya pili itakufurahisha kwa namna moja au nyingine, lakini mara ya 3 inaweza ikakutoa machozi kutokana na kile kilichotokea kwa familia hii. Tukiwa kama Afrimax, baada ya kuwatembelea kwa mara ya kwanza, tuliweza kuunda kampeni kwa ajili ya kuwachangia ili watoto hawa wakapatiwa matibabu nje ya nchi. Na uzuri ni kwamba watu wenye roho nzuri duniani bado wapo na waliweza kufanya jambo kwa familia hii. Baada ya miezi kadhaa, tuliweza kurudi tena kwa familia hii, na hii ilikuwa ni mara yetu ya pili. Unataka kujua ni kipi kiliendelea? Na hivi ndivyo ilivyokuwa. Ubundi Imana ikozwe mu gitangaza, iratangaza. Uko mbibona bana bakareka bakarya cyane, bakarya bakanywa. Wazazi wanatakiwa waache watoto wale sana na kunywa. Response na Pauline ni watoto waliowashangaza watu duniani kutokana na uzito wao usio wa kawaida. Wazazi walikuwa na wasiwasi wakijiuliza, ni kitu gani kifanyike ili kuweza kuwasaidia watoto hawa waweze kupungua uzito? Wazazi walidhani kwamba wao ndio watu pekee waliowahi kuzaa watoto wakubwa zaidi kiasi hiki, na pia wamekuwa wakiambiwa maneno mengi kutoka kwa watu kwamba watoto hawa hawawezi kuishi muda mrefu. Na leo tumeweza kuongozana na wanaume wawili waliodai kuwa wao ni baba wa watoto hawa, na wamesema hivyo kutokana na unene waliokuwa nao. Walijiunga nasi kuweza kuwatembelea wazazi hawa. Baada ya kukutana nao kwa mara ya kwanza, kama unakumbuka, tuliweza kutengeneza kampeni kuweza kuwasaidia. Hivyo leo pia tumeweza kuwaletea msaada huo. Wazazi walisema kuwaona watoto wao wakikua hadi kufikia ukubwa huu, kiukweli kitendo hiko kiliwashangaza sana. Kwa wakati huo Response alikuwa na kilo 100 ambayo ni sawa na pauni 220, na wakati huo alikuwa na miaka 5 tu, wakati Pauline mtoto wa mwisho akiwa na mwaka mmoja pekee alikuwa na kilo 30 sawa na pauni 66. Baba yake Pauline anasema kuwa baada ya kuwatembelea alikuwa akiona mabadiliko, na hiyo yote ni kutokana na ziara yetu ya mwanzo. Baadhi baduhamagara bakadusura na mafaranga twavujije. Watu walitupigia simu, wengine walikuja kututembelea hapa ili kuwaona watoto wetu wazuri. Haikuwa tu ziara, bali walitusaidia na pesa tulizotumia kuwapeleka tena hospitalini. Ninamshukuru kila mmoja aliyetuombea na kututumia ujumbe mzuri, na hasa wale waliotutumia pesa baada ya kututembelea. Baada sisi kuwatembelea kwa mara ya kwanza na kuondoka, watu wengi waliona kuwa kuna tatizo kubwa kwa watoto hawa na walitamani watoto hawa waweze kupatiwa matibabu. Hivyo wakaamua kuchanga pesa kuweza kuwasaidia, na leo tumewaletea fedha zote zilizokusanywa. Barakoze rwose turishimye kuko gukora iki gikorwa umuntu butanakuzi biradushimishije. Tuna furaha sana. Kiukweli mmetusurprise sana. Tunawashukuru watu wote walionyesha moyo mzuri wa kutusaidia. Ni kitu cha kushangaza sana kwa sababu kusaidiwa na mtu ambaye hakujui ni ngumu sana. Hivyo ninawashukuru sana kutoka kwenye uvungu wa moyo wangu. Mungu awabariki sana. Baada ya kuwaona watoto hawa wawili kupitia Afrimax, wanaume hawa wawili, Big Boss na Phils, kama unakumbuka tulishawahi kukuwekea habari zao, walivutiwa na kutaka kuwatembelea watoto hawa wawili. Wanaamini kuwa huenda nao walikuwa na uzito kama huo walipokuwa wadogo. Tulitembea umbali mrefu mpaka kufikia eneo hili. Tulipita kwenye milima hii ili kuweza kuwafikia watoto ambao wameushangaza ulimwengu. Wanasema kuwa wao ndio ambao wanastahili kuitwa baba wa watoto hawa kutokana na ukubwa na uzito wao. Tufuje kuza kureba bano bana uburyo ki
Kilichonifanya leo niongozane na Afrimax ni kwamba baada ya kuwaona watoto hawa wawili kupitia Afrimax, nikajiwa na mawazo kipindi niko mdogo, kwa sababu nilikuwa kama wao, na ndipo nikawa na hamu sana ya kuwatembelea na kujua zaidi kuhusu watoto hawa. Watu walinipigia simu wakisema, tumewaona watoto wako huko. Kwa kuangalia umri wao, naweza nikasema kwamba wao watakuja kuwa wakubwa zaidi kuliko mimi, kwa sababu hebu angalia, mtoto mkubwa ana miaka 5 na kilo 100, na unaweza kuona mimi nina miaka 38 na kilo 180. Kama mtoto huyu wa kiume ataendelea kukua kwa kasi hii, basi atakuwa na kilo 200 akiwa na miaka 10, na hivyo hivyo kwa dada yake mdogo. Nina wasiwasi kuwa wataendelea kuongezeka uzito zaidi ya hapa. Unaona, shida yetu sisi mabonge ni kwamba tunaendelea kula na tunakula chakula kingi mno. Na kuambia hili kutokana na uzoefu wangu binafsi. Mimi mwenyewe nilizaliwa nikiwa mkubwa. Nilijaribu kufanya mazoezi ya viungo, lakini sikufanikiwa kupungua. Watu walikuwa wakiniambia kuwa nitakufa kutokana na uzito huu. Lakini bado mpaka leo niko hai, niko mwenye nguvu na mwenye afya tele. Anasema baada ya kwenda gym mbalimbali kufanya mazoezi mengi ya mwili na kufanya dieting kuweza kupunguza uzito, hakufanikiwa kupungua. Sasa leo amekuja na wazo bora zaidi kwa wazazi hawa. Kwetu ilikuwa ni kama surprise, kwa sababu hatukutarajia jambo hili kwa watoto hawa. Uko mbibona wana bakareka bakarya cyane, bakarya bakanywa, kandi ari byo bibabyibushye cyane. Nico baremewe. Naweza kuwaambia wazazi hawa kwamba wawaruhusu watoto wao kula, yani wale zaidi na zaidi na zaidi, kisha wanywe juisi nyingi kadri wawezavyo. Na hicho ndicho kilichowafanya waumbwe. Waacheni wale. Narudia tena, waacheni watoto wale, wala msiwazuie. Ukijaribu kuwazuia kula, basi unaweza ukawaua, na siku so nyingi wanaweza wakapata vidonda vya tumbo. Big Boss alisema haelewi ni kwa jinsi gani yeye ni mkubwa kiasi hicho, kisha akazaa watoto wadogo. Alishangaa sana kuwaona wazazi hawa ambao sio wanene, lakini wamezaa watoto wa namna hii. Alihitimisha kwa kusema kuwa Mungu ni wa ajabu sana. Ubundi Imana ikozwe mu gitangaza. Iratangaje. Mungu mwenyewe ni wa miujiza. Nilipomzaa mtoto wangu wa kwanza ambaye anaitwa Frank, nilijiuliza, hivi nimezaa mtoto au panya? Maana alikuwa ni mdogo sana, kama vile mdudu au panya. Samahani kama nakosea kusema hivyo, lakini kama unavyoona, hawa wazazi wana umbo dogo kwa muonekano, lakini wamezaa watoto wakubwa kama hawa. Bariya ni barumuna banje kabisa. Hawa ni ndugu zangu wa damu. Unajua, nyumbani kwa watu ambao wamewaona kwa mara ya kwanza kupitia Afrimax, walinipigia simu na kuniambia, kwa nini hujawahi kutuambia kuhusu watoto wako? Nikawaambia mimi pia nimewaona kupitia Afrimax, na nikasema hapana, inabidi nifanye juu chini kuweza kukutana na watoto hawa wawili. Kiukweli nimefurahi sana kufika hapa. Nimekuja kuwaona watoto wangu. Ninachofia ni kwamba wanaweza kuwa wanene zaidi kuzidi mimi. Niho ngeze nko mu myaka 14 nibwo natangiye kubyibuha. Nilipofika miaka 14 ndipo spidi yangu ya kunenepa ilipoongezeka. Baada ya kuona kuwa mwili wangu ulikuwa unaongezeka haraka, nilianza kutumia dawa ili kuweza kupungua ukubwa wangu. Nilifanya kila kitu ili niweze kupungua, lakini badala ya kupungua, niliendelea kuwa mnene zaidi mpaka nimefikia hapa. Nyonga na kifua vyote viliendelea kukua. Watu wengine hudhani kuwa mimi ni mwanamke, lakini hapana, mimi ni mwanaume, na hivi karibuni ninakwenda kuoa. Mama wa watoto hawa wawili anasema kuwa baada ya kuwatembelea, uzito wa watoto wao uliendelea kuongezeka. Mtoto wao wa kwanza ambaye anaitwa Response sasa ana kilo 10 zaidi kuliko alivyokuwa hapo mwanzoni. Hivyo Response ana kilo 110, na dada yake Pauline ameongezeka kilo 20. Nyuma yaho n'ubundi mwadusuye ari banini, akubiro byariyongereye. Mwanzoni alikuwa na kilo 30 na sasa ana kilo 50. Kuwainua watoto hawa ni jambo ambalo hatuwezi kulimudu. Tunapaswa kushirikiana kuweza kuwanyanyua. Wanapokaa kwa muda mrefu wanachoka sana, na mtu ni lazima aje kuwainua kwa dakika chache kisha kuwarudisha chini waweze kupumzika. Hakuna anayeweza kumbeba mtoto huyu ambaye ni mkubwa. Tunachofanya ni kumsaidia tu kusimama.
Mama huyu anaelezea wasiwasi wake akisema kwamba Response huenda angekuwa ameshaanza masomo ya shule ya msingi, lakini kutokana na uzito huu usio wa kawaida hawezi kuhimili kwenda shule peke yake. Akitembea mita 20 tu huchoka na ukaa chini. Hii ina maana kuwa hawezi kuhudhuria shule kila siku. Genda yaruha kichara, ntabwo yagenda ahantu harehare. Kwa namna anavyotembea huchoka sana na anatembea mwendo mfupi kisha ukaa chini. Hawezi kutembea umbali mrefu. Hii ina maana kuwa hawezi kwenda shule kila siku. Labda kama tungekuwa na usafiri wowote, huenda tungeweza kumpeleka shuleni. Mama huyu anasema kuwa tumaini lao pekee ni kuwaona watoto wao wakipelekwa nje ya nchi kwa ajili ya matibabu ya hali ya juu. Byadutangaje, twumvaga ari twe twenyine biriho, ako tubonye abandi. Ilitushangaza sana kuwaona watu wengine ambao ni wanene. Tulidhani sisi peke yetu ndio tuliokuwa tumezaa watoto wakubwa zaidi kiasi hiki. Baadhi ya watu walitukatisha tamaa kwa kusema kuwa kama watoto wetu wataendelea kuongezeka uzito kiasi hiki, basi wanaweza kufa mapema. Lakini wageni wetu wa leo wametupa matumaini kuwa licha watoto wetu kuwa wanene kiasi hiki, basi wataishi muda mrefu kama hawa waliokuja leo. Ariko narinzi ko ari ngiye ufite abantu banini muri iki gihugu. Ilitufurahisha sana kuwaona wageni hawa wanene zaidi ambao leo tumewapokea. Tunachukua tena fursa hii kumshukuru kila mmoja aliyesaidia kufanikisha hili. Kila mmoja wetu hupitia mambo tofauti katika maisha ya kila siku, na ni muhimu sana kujua kuwa mwisho wa siku haijalishi unakutana na kitu gani. Kikubwa tunachotakiwa kufanya ni kuamini kwamba tutashinda. Silaha pekee katika maisha ni kumwamini Mungu kwamba anaweza kufanya njia pasipokuwa na njia. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, hiyo ilikuwa ni safari yetu ya pili. Sasa ninakwenda kukuletea safari yetu ya tatu, lakini safari yetu ya tatu inaweza kukutoa machozi kwa namna moja au nyingine. Unataka kujua ni kipi ambacho kiliikumba familia hii? Basi twende pamoja tukajue kile kilichotokea kwa familia hii. Hakuna maumivu makubwa kwa mzazi kama kuwaona watoto wake wakifa siku baada ya siku, huku yeye akiwa hana uwezo wowote wa kubadilisha jambo hilo. Hivi ndivyo ilivyotokea kwa wazazi hawa. Mwanaume huyu aliweza kuwaona watoto wake wakidhoofika kiafya kila siku, lakini juhudi zake za kubadilisha hali hiyo hazikufua dafu. Mara ya kwanza tulipotembelea familia hii, wazazi hawa walikuwa na watoto wawili waliokuwa na uzito kupindukia, hali zao za kiafya zikiwa ni kitendawili kisichoweza kuteguka. Huyu hapa ni Hazikimana Response. Wakati huo alikuwa na miaka 5 huku akiwa na uzito wa takriban kilo 100. Dada yake ambaye anaitwa Isheja Pauline, wakati akiwa na mwaka 1 na mwezi mmoja, alikuwa na kilo 30. Kama unavyoona, wazazi wao hawana historia ya unene. Yavukanye ibiro 2.5 ako muri ayo mezi yo ntago namenya ngo byakuze gute, ariko mu mezi 9 muri 6 gutyo nibwo twabonye ko afite ikibazo. Nyine tubona agenda akomeza yiyongera ku buryo mu mezi 9 arafite ibiro 21. Nibwo twatangiye rero kujya kumuvuza muri ayo mezi 9. Mu mezi 9 arafite ibiro 21. Nibyo yari afite, nibwo twatangiye kumuvuza hose. Ubu afite igihe kingana iki? Afite imyaka 5. Mu myaka 5 afite ibiro bingahe? 83. Na cha kushangaza zaidi ni kwamba wote walizaliwa wakiwa wa kawaida, lakini uzito wao ukaanza kuongezeka kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda. Watoto wote wawili walikuwa na matatizo yanayofanana. Uzito wao mkubwa uliathiri uwezo wao wa kupumua na kuzungumza. Amakuru yawe vuga cyane ngo ni meza. Witwa nde? Deponde. Witwa? Reka nyibwire. Witwa? Ilikuwa ni vigumu sana kwa watoto hawa kufanya jambo lolote zaidi ya kukaa chini. Achilia mbali kutembea, hata kusimama kwa Response ilikuwa ni kazi ngumu sana. Lakini kilichozidisha hali yao kuwa mbaya zaidi ni kwamba wazazi hawa hawakuwa na uwezo tena wa kumudu gharama za matibabu ambayo watoto wake walikuwa wakihitajika kufanyiwa. Mama w'abana ntavanga.
nuko ngo nukuguma mu rugo nyine ubwo no kuvuga gukorera karimo ninge ubirwananamo nabyo byose nukujya guhinga ubwo ninge ujyayo byaro nakaraka nabonye ubwo ninge ushakisha udufaranga mega tudutunga we nukuguma mu rugo gutyo. Katika kipindi hicho kigumu, tukiwa kama Afrimax tuliweza kujitokeza na kutengeneza kampeni ili kuweza kuwasaidia watoto hawa kupatiwa matibabu. Tuliitembelea familia hii tena ili kujua kama hali yao imebadilika tangu mara ya mwisho tulipokutana nao. Lakini kwa bahati mbaya tuligundua kuwa maisha yao hayakubadilika hata kidogo, bali yalizidi kuwa mabaya. Na cha kuumiza zaidi ni kwamba tulikuta Pauline amefariki dunia kutokana na ugonjwa wa mapafu. Na ugonjwa huo ulimweka hospitalini kwa miaka 2 mpaka alipofariki. Hata hivyo, wazazi hawa waliweza kuwashukuru watu wote waliomsaidia kulipia gharama zote za matibabu ya mtoto wake kwa muda wote huo. Kwanza kabisa, nataka kuwashukuru wana Afrimax wote kwa yale yote waliofanya kwa familia yangu. Walitoa mchango wa fedha kwa ajili ya kuwahudumia watoto wangu. Mmoja wao kwa bahati mbaya alifariki. Alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa mapafu na alikaa hospitalini kwa takriban miaka 2 kabla ya kufariki. Kiukweli kifo cha Pauline kilimwathiri sana Response, ambaye ni kaka yake, kwani walikuwa wakitumia muda mwingi kukaa pamoja. Sasa anaishi katika upweke, ingawa ameandikishwa shule ya msingi. Akiwa na miaka 7, Response ameongezeka uzito maradufu, na kama unavyoweza kuona, safari yake ya kwenda shule ni ngumu sana. Familia hii inaishi karibu na shule anayosoma Response, ambapo kwa watu wa kawaida huchukua dakika 15 tu kufika, lakini kwa Response na baba yake safari hiyo huwachukua takriban masaa 2 mpaka kufika shule, na hiyo ni kutokana na changamoto nyingi wanazokutana nazo njiani. Kwanza, Response hawezi kutembea mita 10 mfululizo bila kupumzika. Kila baada ya dakika chache hulazimika kusimama ili kuweza kupata pumzi. Hata wanapofika shule, Response huhitaji takriban dakika 30 kupumzika ili kuweza kurelaksi kabla ya kuingia darasani. Mara nyingi huwa anachelewa sana, lakini mwalimu wake ni mkarimu sana na anajua kuwa Response yupo tofauti na wanafunzi wengine. Response hujitahidi kufuatilia masomo na wakati mwingine hujaribu kufanya vitu kama wanavyofanya wanafunzi wengine, lakini hali yake imekuwa ni kipengele kidogo. Kutoka shule mpaka nyumbani ni changamoto vile vile, kwani wote wawili, baba na mtoto, hulazimika kupumua kwa shida kutokana na uchovu mkubwa wanaopitia kila siku. Cha kuhuzunisha zaidi ni kwamba baba huyo hawezi kutoka kwenda kufanya kazi tena, kwani jukumu lake kubwa kwa sasa ni kumtunza mwanawe. Ngira ngo mwabonye ko nyine yiga yambaye ikanzu.
Response ni mtoto wa kiume, lakini unaona namna anavyovaa sare yake, na hiyo yote ni kutokana na ugonjwa wake. Hawezi kuvaa mavazi ya wavulana kama wanavyovaa wenzake, kwa sababu ingekuwa ni ngumu sana kuyavua pale anapotaka kwenda chooni. Kutoka hapa nyumbani hadi shuleni, wanafunzi wa kawaida hutumia chini ya dakika 15, lakini ninapomsindikiza kwenda shule hutumia saa 2. Kwa hiyo, hali ya maisha yangu imezidi kuwa mbaya zaidi kwa sababu nalazimika kutumia saa 4 kila siku kumsindikiza kwenda shule. Hata baada ya kumaliza kumsindikiza, muda wangu pamoja na nguvu nyingi nakuwa nimeshazitumia kwa ajili ya hiyo safari. Hivyo inakuwa ni ngumu kufanya kazi nyingine. Mwanaume huyu ana wasiwasi mkubwa kwa sababu hali ya mwanawe inaonekana kuzorota kila siku, na hiyo yote ni kutokana na juhudi anazotumia kwenda shule na kurudi. Naona maisha yake yanazidi kudhoofika kila siku. Kila tunapokwenda shule tunatumia masaa 2 na mapafu yake hulazimika kufanya kazi kupita kawaida, na tunaogopa kuwa kuna wakati yatachoka na kushindwa kustahimili ili aende shule. Anatumia nguvu nyingi sana kufanya mambo ambayo watu wa kawaida wanaweza kufanya kwa urahisi. Kwa sasa mwanaume huyu hawezi tena kwenda kufanya kazi ili kuhudumia familia yake, na hali hii ilizidi kuwa mbaya baada ya kutumia pesa nyingi kwa ajili ya Pauline ambaye kwa sasa ni marehemu. Wakati wa ugonjwa wake tulitumia pesa zote zilizochangwa na jamii ya Afrimax, na tukauza ng'ombe zetu kwa matumaini kwamba madaktari wangeweza kumtibu, lakini haikuwezekana. Niliuza mashamba na mali zangu nyingine zote, na pia nilipata msaada kutoka kwa watu wenye roho nzuri, lakini kwa bahati mbaya mwanangu alikufa kutokana na ugonjwa wake. Anawaomba watu wamsaidie kuanzisha biashara ndogo kwa kuwa hawezi tena kutoka kwenda kufanya kazi yeye mwenyewe. Nyumbani tulikuwa tunaishi kwa sababu nilikuwa nimepata kazi, lakini sasa siwezi tena kutoka kwa sababu nalazimika kumhudumia mwanangu kwa kumsindikiza kwenda shule na kurudi. Tunaishi katika matatizo mengi sana. Hali ni ngumu sana kwetu. Ningependa kuwaomba watu waweze kutusaidia kwa sababu hali ya familia yangu imezidi kuwa mbaya ukilinganisha na hapo mwanzo. Hapo awali Response alikuwa akitumia muda wake mwingi na dada yake, na mimi nilikuwa napata nafasi ya kutoka kwenda kutafuta pesa, lakini sasa natumia takriban nusu siku kumsindikiza kwenda shule. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, tumeweza kusikiliza na kujua kisa au changamoto zinazoikumba familia hii. Tukiwa kama Afrimax tunachoweza kusema ni kwamba Mungu amlaze mahali pema peponi Pauline na amponye Response aweze kuwa sawa. Asante kwa kutazama. Mimi ni Francis na hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.